Mkuu wa wilaya Ngara mkoani Kagera Kanali Mathias Kahabi amewataka viongozi kuachana na tabia za kuhujumu mali za serikali ya kijiji kwa lengo la kuondoa migogoro miongoni mwao na wananchi. Amesema hayo katika mkutano wa hadhara kijiji cha Runyana, kata ya Bugarama, baada ya mwenyekiti wa kijiji hicho ndugu Remejio Dominic na katibu wa ardhi ya Bugarama Melkisedek Revelian na mtendaji wa kijiji Eliza Jackson kwa kuuza msitu wa Tasafu kwa shilingi milioni 20 kwa kampuni ya Amazon. Ametoa pongezi kwa wananchi wa kijiji hicho kwa kutoa ushirikiano dhidi ya kukemea vitendo hivyo kinyume na sheria na taratibu za nchi. Ameendelea kutoa pongezi kwa mkuu wa TAKUKURU ya Ngara mkoani Kagera kwa kuchukua hatua dhidi ya vitendo hivyo. Na hii ni Dar es Salaam Tanzania TV. Usisahau kusubscribe, comment na kushare kwa kupata habari zaidi. Msitu wetu jamani, waliotutapeli ni nguvu yetu. Wengine wazee wetu wako huko. Msitu wa Tasafu historia yake si ndio hivyo? Ndio. Mipaini imepandwa vizuri miaka mingapi iliyopita? Mitatu. Eka kama 9-10 hivi. Ina historia za hivyo, si ndio hivyo? Ndio. Takriban 10 eka mitatu iliyopita. Tukatumia nguvu kubwa sana. Wazee wetu imagine wanavyofanya kazi za Tasafu toka asubuhi mpaka mchana, wengine mpaka jioni wamo tu. Leo anakuja kutapeliwa na mwenyekiti ambaye hata hajaweka nguvu yake kidogo pale. Uongo kweli? Kwa hiyo wakauza, wakaingia mkataba. Mliambiwa? Hapana. Kimya. Mtendaji na nani? Na mwenyekiti. Wakapigwa mzigo 20. Si ndio hiyo? Kwamba sisi ndo tutapeleka kwenye akaunti ya nini? Zilifika. Wakatupia 5. Milioni ngapi? 5. Mimi sinajua mchoro. Mkazipata bwana kwamba jamani tumepigwa, mwenyekiti kauza. Sasa na ninyi sasa mlivyo amfuate hata sheria taratibu za nchi. Mkaanza kuandamana bwana. Mko mnaenda kwa nani? Kwa mtendaji wa kata, diwani. Malalamiko na mabodaboda hivi, si ndio hivyo? Na maprobox. Mimi sinajua. Nikiwa ofisini wana wazumu tu mimi. Kwa ni hivi. Nimeona sasa jamani nikamuita ofisini bwana, hebu wayo. Polisi kata wakaja hapa jamani, hebu tuwasikilize. Tukaeleza. Tukafikiri imeisha. Halikuisha. Nilichokifanya tena nikawaita na mheshimiwa alikuwepo na wewe jamaa. Sikuwapa hata muda wa kueleza. Mimi huyu mama na mheshimu kuliko maelezo. Hata sema mwenyewe siku hiyo sikumpa hata hakunisalimia. Ulinisalimia mama? Sikumpa hata hiyo nafasi. Ofisini kwangu. Ni 1 2 3 simama juu, toka nje, kamata. TAKUKURU kamanda wetu Wilson uzuri alikuwepo. Ni mzobe hivi. Paka TAKUKURU ukaanza uchunguzi. Huyu bwana yuko smart. Mimi nashukuru, mpigeni makofi. Asante baba. Haki ya nani kuletwa Ngara? Alisema amekuja na 40 wa matapeli. Amen. Uchunguzi ulianza siku hiyo. Kesho yake mahakamani wale watu wakaonekana ni matapeli. Uchunguzi wa kina. Wewe imagine wametoka ofisini kwangu, uchunguzi ukaanza, kesho yake mahakamani wakaonekana wana hatia na wakatakiwa warejeshe milioni 15 ambazo walikuwa wamefanyaje? Wameshalipa 13, bado ngapi? Bado 2. Lakini hao ni viongozi bado? Wana sifa za kuwa viongozi? Wahuni si wahuni? Wahuni. Hatuwezi tukaona viongozi wa hivyo. Yaani hakuna viongozi hapa Runyana vijana simati wakawa wenye viti. Sio wenye viti, mwenyekiti. Na wazee wapo. Na wazee wanaoweza kuwa viongozi. Na wazee hampo. Safari
twende na mama. Tuna akina mama wawili jamani. Tuna Mheshimiwa Theophili na William. Tuna Mheshimiwa Susan Bahati. Wanafanya kazi nzuri mno, makofi kwao. Wasaidizi hawana. Kweli. Shamba linauzwa, Mheshimiwa diwani mwenye kata yake hajui. Hela wanagawana. Mimi sijawahi kuona. Ni serikali ipi hiyo? Haiwezekani. Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan ametuleta ma-DC kwa niaba yake. Uongo kweli? Kweli. Tumsaidie kazi. Kanali Mathias Julius Kabi, nenda Ngara kanisaidie kazi. Kahakikisha ulinzi na usalama wa mipaka ya nchi yetu na majirani zetu Burundi na Rwanda ni shwari. Lakini pia kasikilize na kutatua kero za wananchi wote. Uongo kweli? Kweli. Sasa nikitokea hili nikaa ofisini kweli natosha sitosha? Natosha kabisa. Ndio maana niko hapa. Ndio maana niko hapa. Haiwezekani. Haiwezekani. Mheshimiwa Rais akisikia hata leo kuna viongozi wa vijiji, unajua nchi iko vijijini huko. Wilayani mimi na wananchi wako pale. Sina, si ndio? Wananchi wako wapi? Wananchi ni wa mwenyekiti, ni wa mtendaji wa kijiji. Uongo kweli? Kweli. Tukiwa na mwenyekiti mbovu, mtendaji wa kijiji mbovu, maana yake anaharibu hata taswira ya nchi nzima. Kweli. Wilaya nzima inaonekana hovyo. Kwa sababu ya watu wangapi? Mwenyekiti na nani? Sasa hao kweli wanaweza wakaendelea kubaki madarakani?